Taarifa ya habari kutoka Endpoint, na kwanza tupate muhtasari kile tulicho nacho. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limetoa taarifa kwa watuhumiwa watatu waliokuwa wakituhumiwa kumteka kisha kumuua Shairoz Mabula. Ukimnyima mtu haki kwa nje atatulia, lakini kwa ndani atakosa amani. Hakuna amani bila haki. Askofu Shayo. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Kenya imefanikiwa kuwaokoa raia wake watatu waliokuwa wakisafirishwa nchini Urusi na kulazimishwa kujiunga na jeshi la nchi hiyo. Kwa taarifa kamili endelea kuwa pamoja nasi. Mtangazaji wako naitwa Joshua Sorongai, pamoja nami ni Dennis Julius Samuel Matekere, Michael Gaspar. Tunaosonga mbele kwa pamoja. Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limetoa taarifa kwa watuhumiwa watatu waliokuwa wakituhumiwa kumteka kisha kumuua Shairoz Mabula, mwanafunzi wa shahada ya sheria chuo kikuu cha Mzumbe tawi la Mbeya. Shairoz Mhande wameuawa wakati wakijaribu kupambana na polisi wakati wa ukamataji wao. Tupate taarifa kwa undani. 24 mwezi wa 9 mwaka 2025 majira ya saa 4 za asubuhi alikamatwa mtu mmoja anaitwa Marwa Nyahega Joni mwenye umri wa miaka 25. Huyu ni mkazi wa Uzunguni A hapa jijini Mbeya, ambaye katika mahojiano na hii timu ya upelelezi alikiri kuwa yeye pamoja na wenzake wawili ambao ni Edward Christopher Kayuni na Webusta William Mwantebele kwa pamoja walikula njama na mteka nyara Shairoz Michael Mabula ambaye kwa sasa ni marehemu, kwa lengo la kujipatia fedha nyingi kutoka kwa baba yake mzazi aitwaye Dr. Mabula Michael. Kwa hiyo baada ya kumteka, walianza kupiga simu kwa familia yake kwa lengo la kujipatia fedha, na iliposhindikana kupata fedha hizo kwa kupoteza ushahidi, wakihofia kwamba wanaweza kukamatwa, walipanga kumuua binti huyo. Walimnywesha sumu ambayo ni dawa ya kuulia magugu mashambani aina ya Roundup. Kwa hiyo iliposhindikana kuondoa uhai wake, waliamua kumnyonga kwa kamba hadi kufa, kisha kuamua sasa kwenda kuchoma mwili wake. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa hiyo, ufuatiliaji uliendelea, na ilipofika tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2025 alikamatwa mtuhumiwa mwingine ambaye anaitwa Webusta William Mwantebele mwenye umri wa miaka 27. Huyu ni mlinzi ambaye alikiri kushiriki kufanya tukio la utekaji na mauaji ya binti huyo, na alieleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Marwa Nyahega Joni na Edward Christopher Kayuni. Kwa hiyo askari alipojaribu kumkamata mtuhumiwa huyo, alichomoa kisu ghafla na kuanza kuwatishia askari kwa kutaka kuwachoma kwa kisu hicho. Kwa hiyo askari walifyatua risasi hewani na kumuonya mtuhumiwa ajisalimishe yeye mwenyewe na aache kitendo hicho cha kutaka kuwachoma askari, lakini alikaidi. Baada ya kukaidi amri hiyo, yeye aliendelea kumkunja shati ya askari, lakini kutokana na umahiri wa yule askari na mafunzo ambayo ameyapata ya kujihami, aliweza kumdhibiti. Lakini pia askari wengine waliokuwepo karibu waliweza kufyatua risasi nyingine iliyompata kwenye mguu wa kushoto, na huyo mtuhumiwa akaanguka chini. Mtuhumiwa Webusta William Mwantebele naye aliona ndo nafasi ya kuweza kuwakimbia askari ili kukwepa mkono wa sheria usimfikie au mkono wa sheria dhidi yake usiendelee kumdhibiti. Ndipo askari baada ya kugundua hilo pia waliona na yeye waweze kumdhibiti kwa kupiga kwanza risasi juu, wakimuonya asiendelee kukimbia,
na hizo risasi zilizopigwa ni zaidi ya risasi 3, na kumtaka asimame, lakini alikaidi na kuendelea kukimbia kuelekea vichakani. Kama mnavyojua, eneo la Charangwa liko kwenye kuna miti na makazi yako mbali kidogo, kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa vichakani, na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu. Na sasa tusonge mbele mpaka huko Zanzibar, ambapo tunaarifiwa kwamba Askofu Augustine Shayo wa jimbo la Katoliki la Zanzibar amewataka Watanzania kuelekeza nguvu zao katika kusimamia haki kama msingi wa amani ya kweli, hasa wakati taifa likielekea kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29, 2025. Akihubiri katika misa ya kipaimara katika parokia ya Kivule, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam, Askofu Shayo alisema amani sio kukosekana kwa vita pekee, bali ni matokeo ya haki. Mtu anayenyimwa haki zake anaweza kuonekana ametulia, lakini moyoni mwake amejawa na machungu ya ukosefu wa haki. Amani ya kweli hujengwa juu ya haki, alisema. Aliwataka waumini, hususan vijana, kujitoa kwa ukweli, kutetea haki na kuendeleza uadilifu ili kuimarisha amani na kudumu katika jamii. Akiweka bayana ujumbe wake, Askofu Shayo alisisitiza kuwa kanisa linazungumzia zaidi kiroho kuliko kisiasa, akibainisha kwamba dhana ya uchaguzi wa amani haiwezi kufikiwa iwapo hakuna haki. Wakati huo huo, mwanasiasa mkongwe Kayumbo Kabutali alihudumu zamani ndani ya CUF amepokea vyema kauli hiyo, akisema inaendana na harakati za upinzani kudai haki. Kwa upande wake, katekista mstaafu wa Anglikana Joseph Mbula alisisitiza kuwa mahubiri ya Askofu Shayo ni ya kiroho na hayapaswi kutafsiriwa kisiasa. Ujumbe wa Askofu Shayo unakuja kipindi ambacho hofu na mijadala kuhusu usawa wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC inaendelea baada ya wadau wakihisi ina upendeleo unaoonekana wagombea wa upinzani katika mazingira magumu. Tusonge mbele na taarifa ya habari kutoka huko Zanzibar, na sasa tuelekee mpaka huko mkoani Kilimanjaro, ambapo idadi ya watu waliofariki katika ajali iliyohusisha gari dogo aina ya Noah na lori mkoani humo imefikia 6 baada ya majeruhi wengine kufariki dunia. Mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava alithibitisha ajali hiyo, akisema chanzo ni mwendo kasi wa dereva wa gari dogo. Ofisa uhusiano hospitali ya KCMC Gabriel Chieso amesema kuwa walipokea miili. Tupate undani wa taarifa. Ambayo ilikuwa imepata ajali, lakini tumepokea majeruhi mmoja ambaye ni mtoto wa miezi 8, na kwa kuwa alikuwa ameumia sana tulimpeleka kwenye wodi yetu ya ICU uangalizi maalum, lakini baadaye akawa amefariki. Kwa hivyo imefanya jumla ya miili kufika 6, lakini tulipokea majeruhi wengine 3. Hawa majeruhi tuliwahudumia, lakini baadaye tukawa tumewaruhusu baada ya afya zao kuimarika. Na sasa tupate pumziko fupi. Mara baada ya pumziko hili fupi tutaweza kusonga mbele katika habari za kimataifa. Kumbuka tu unaweza kutufuatilia kwa uzuri kabisa kupitia kurasa zetu za kijamii, andika N.Z pale Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Kote huko utaweza kupata habari mbalimbali kutoka kwetu. Pumziko fupi, tutarejea hapa kusonga mbele pamoja nawe. Nairobi. Serikali ya Kenya imesema imefanikiwa kuokoa raia wake 3 waliokuwa wamesafirishwa nchini Urusi na kulazimishwa kujiunga na jeshi la nchi hiyo. Katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje Korir Sing'oei amesema kuwa wanaume 2 na mwanamke mmoja wako salama na tayari wanarejea nyumbani kuungana na familia zao. Hatua hiyo inakuja wiki moja baada ya wizara hiyo kuthibitisha kuwa inafuatilia ripoti za Wakenya kadhaa waliolazimishwa kuingia jeshini Urusi na baadaye kutekwa vitani nchini Ukraine. Katika taarifa hiyo, Sing'oei alisema raia hao waliokuwa
kuokolewa kwa msaada wa ubalozi wa Kenya nchini Moscow baada ya serikali kufuatilia taarifa zilizohusisha mtandao wa usafirishaji haramu wa watu. Aidha, Jumamosi iliyopita vyombo vya usalama nchini Kenya vilifanya operesheni jijini Nairobi na kubaini kundi linalodaiwa kuhusika na uhalifu huo kwa kuwarubuni raia kwa ahadi za ajira zenye maslahi makubwa Urusi. Hata hivyo, mara baada ya kufika Moscow, vijana hao walilazimishwa kuingia kwenye jeshi na kupelekwa mstari wa mbele wa vita dhidi ya Ukraine. Kesi hiyo imeendelea kuvutia hisia ndani na nje ya Kenya, hususan baada ya jeshi la Ukraine kutoa video ya mwanariadha Mkenya aliyesema aliahidiwa kujiunga na jeshi la Urusi na kuomba msaada wa kurejeshwa nyumbani. Tukitoka huko nchini Kenya, tuelekee mpaka Guinea, ambapo Guinea itafanya uchaguzi wake mkuu wa kwanza wa urais tarehe 28 Disemba tangu mapinduzi ya mwaka 2021. Haya ni kwa mujibu wa agizo la rais lililosomwa kupitia televisheni ya kitaifa. Tangazo hili lililotolewa Jumamosi, siku moja baada ya mkuu wa mahakama kuidhinisha matokeo ya kura ya maoni yaliyoidhinisha katika katiba mpya ambayo inaweza kuruhusu kiongozi wa upinzani Mamadou Doumbia kugombea. Hata hivyo, Doumbia hajasema kama ana mpango wa kufanya hivyo. Katiba mpya inachukua nafasi ya mfumo wa mpito ambao ulikuwa umezuia utawala wa kijeshi kugombea na kufungua mlango wa Doumbia kugombea. Pia inaleta mabadiliko ya kitaasisi kama vile muda mrefu zaidi wa muhula wa uongozi katika miaka 5 hadi 7 na kuruhusu kugombea tena wadhifa huo mara moja pamoja na seneti mpya. Kulingana na matokeo hayo yaliyochapishwa Ijumaa na mahakama ya juu, katiba hiyo ilipitishwa kwa asilimia 89 ya kura kati ya asilimia 92 waliopiga kura waliojitokeza. Tumalize na habari za kimataifa mpaka huko nchini Marekani, ambapo jiji la Inglewood katika jimbo la California nchini Marekani limekubali kulipa dola milioni 25 sawa na shilingi bilioni 61.87 pesa za Kitanzania kama fidia kwa mzee wa miaka 72 aitwaye Maurice Hastings ambaye alifungwa kimakosa na kukaa gerezani kwa muda wa miaka 38 akidaiwa kufanya utekaji nyara na mauaji mwaka 1983. Baada ya miaka 38 jela, ushahidi mpya wa DNA ulimwondolea hukumu ya kifungo cha maisha gerezani na kumwachia huru mwaka 2022, ambapo mwaka 2023 alitangazwa na mahakama kuu ya California kuwa hana hatia na ikathibitika kuwa alifanya mauaji hayo ni mtu mwingine aitwaye Kenneth Packnett, ambaye hata hivyo alifariki mwaka 2020 alipokuwa akitumikia kifungo cha kesi tofauti na utekaji nyara na ubakaji. Baada ya yote aliyoyapitia, Hastings amenukuliwa akisema katika taarifa yake kupitia mawakili wake kwamba hakuna kiasi cha pesa kinachoweza kurejesha miaka 38 ambayo iliibiwa kutoka kwake, lakini pesa hiyo itamsaidia kuendelea na maisha yake. Ninamshukuru Mungu nimefika upande mwingine wa jaribu hili la miongo mingi na ninashukuru familia yangu na timu ya wanasheria kwa msaada wao thabiti kwa miaka mingi. Imeelezwa kuwa hukumu ya Hastings ya utekaji nyara, unyanyasaji na kingono, mauaji na majaribio la kuua liliondolewa kutokana na juhudi za pamoja za ofisi ya mwanasheria wa wilaya ya Los Angeles na mradi unaotolewa na watu wasiokuwa na hatia wa jiji la Los Angeles. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kabla ya kuweka nukta, tuweze kupata muhtasari wa zile tulizokuwa nazo jioni hii ya leo. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limetoa taarifa kwa tuhuma za watu watatu waliokuwa wakituhumiwa kumteka kisha kumuua Shairoz Mabula. Hakuna amani bila haki, Askofu Shayo. Serikali ya Kenya imefanikiwa kuokoa raia wake watatu waliokuwa wamesafirishwa nchini Urusi na kulazimishwa kujiunga na jeshi la nchi hiyo.
Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa ya habari nyingine usikose kuungana nasi kesho. Endelea kuwa pamoja nasi pia kupitia kurasa zetu za kijamii nPoint.tz, TikTok, Facebook pamoja na Twitter. Endelea kuwa pamoja nasi. Mimi ni Joshua Sorongai kwa niaba ya timu nzima, Dennis Julius, Samuel Matekere, Michael Gaspar Gafa. Tumekuwa hapa kukamilisha matangazo haya. Hadi wakati mwingine, hii ni nPoint, zaidi ya habari.